Umeelewa vizuri? Chuma iko. Wanapenda sana kumuita kwa jina hilo. Yeah. Ni beki ambaye mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kulia, anatumia mguu wa kulia kwenye matumizi ya mpira, mguu wa kushoto kwa ajili ya kupandia kitandani. Yeah. Lakini pia amekuwa ni beki ambaye ana historia pia ya kuweza kufunga. Tunakumbuka Simba mchezo wa mwisho kumalizika wamefungwa na beki. Yeah. Kwa hiyo sifa ambayo alikuwa amefungwa na beki na ubeki ambao anamhitaji pia ana sifa hiyo za kufunga. Kwa sababu katika maisha yake ya soka mpaka hivi sasa ametupia magoli 3. Goli moja aliweza kulifunga akiwa Asante Kotoko. Tena amefunga katika michuano ya mwaka 2025 2026. Tafsiri yake ni kwamba msimu huu tayari ameshafunga goli. Na ukitafuta jumla ya maisha yake ya soka yani wanasema kimaalum au kitaaluma. Sawa. Yani unaweza kusema kwamba maisha yake yote kafunga magoli 3, utaulizwa kwamba bwana mbona alipokuwa shule ya msingi alifunga, mbona sekondari alifunga, mbona ligi daraja la 3 alifunga. Tunazungumzia ule urasmi sasa kwenye kuchezea sini ya timu. Mpaka hivi sasa na magoli 3 akiwa kama center back. Ni unajua kabisa kwamba kwa mtu ambaye anacheza nafasi ya ulinzi kuweza kufunga si sana, huwa mara nyingi sana kufunga kwao wanategemea. Mambo vipi mwana michezo mwenzetu, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Niko hapa kwa ajili ya kukujuza taarifa njema kweli kweli za michezo na burudani, zikiwa zinapo nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Karibu dimbani, tukujuze kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye bwana Steven mwana wa Mapunda. Ziko taarifa nyingi kweli kweli, lakini miongoni mwa taarifa hizo bwana ni pale ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Nimekuwa na taarifa za ndani mno, lakini kama itoshi bwana, nimekuwa na uhakika wa tetesi nyingi. Sasa rasmi Simba wameingia kwenye kitabu changu. Uko vizuri Steven Mapunda? Mimi niko vizuri. Uko njema nipo swadaka. Sasa taarifa za kuaminika bwana Steven Mapunda, ndani ya klabu ya Simba anayefuata ndani ya klabu ya Simba anaitwa Ndongani Samba. Bwana. Unanipata uzuri Huyu Ndongani Samba ni muti ya Kongo. Hii ni muti ya Kongo. Na kubanga birotemo tema na ngai mutu ya watu, mutu ya tokos. Wanipata uzuri klabu ya Wekundu Msimbazi Simba imeshaanza kufanya naye mazungumzo, na taarifa zinazidi kueleza ya kwamba wa mazungumzo yao bwana yamefikia pazuri kweli kweli. Na taarifa zinazidi kueleza ya kwamba muda wowote ule klabu ya Simba inatarajiwa kutuma ofa ambayo thamani yake kama milioni 300 hivi na kitu za Kitanzania. Nipata uzuri Sasa ndiyo ambayo taarifa imenifikia kwenye meza yangu. Sasa hivi nawafundisha namna ya kupata taarifa za usajili. Kama wewe una shida na mimi niambie, nimezigonga nyingi kweli kweli hapa. Kabisa. Ya nyingine dirisha dogo, zikatiki dirisha kubwa, nyingine dirisha kubwa, zikatiki muda huo. Sasa hivi nimezigonga za kina Damaro Kamara, na waletea tena mchezaji mwingine ambaye amesajiliwa dirisha dogo na ataachwa pia dirisha hilo dogo. Nani huyo? Basi ungana na mimi. Huku ndipo ambapo natamba kweli kweli. Wewe niulize mimi nani anakwenda wapi? Mimi nitakujua. Kabisa. Of course katika sekta hiyo bwana. Hilo halina upinzani wala halina ubishani. Kwa sababu tumezigonga tetesi nyingi sana na kwa 85% zote zimeweza kutiki. Hizi 15% kuna 5% za dili kuto kuwezekana kabisa. Lakini pia kuna 10% za watu kwenda katika dirisha linalofuata. Yaani unakuta tunapiga tetesi kwa dirisha kubwa, unakuta dirisha kubwa lifanyiki na unafanyisha dirisha dogo. Lakini pia kuna 5% ambazo huwa dili linavurugia kabisa, alifanyiki kabisa, biashara inafia hapo. Either kwa wachezaji kushuka viwango au management kutokubaliana kimaslahi na nini, au mchezaji maslahi, vitu vinaisha katikati, ni 5% tu. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani kwamba
katika kupatia zile tetesi tumekuwa na uhakika zaidi. Kwa hiyo katika hilo mimi naunga mkono kabisa kwamba kama wanahitaji kujua transfer ya mchezaji huyu anaenda wapi, anatoka wapi, basi wakae kwenye viti vyao kwa kutulia. Kama yupo kwenye gari yake basi akae kwa kutulia. Very sure. Kama yuko sebleni kwake ametwin pale kwenye TV yake anatutazama basi akae kwa kutulia. Kabisa. Unaelewa vizuri? Kama anasafiri kwenye treni ya umeme akae kwa kutulia. Kabisa. Kama yuko juu ya ndege angani akae kwa kutulia. Hapa ndo sehemu yenye uhakika zaidi. Sawa. Sasa Ndongani Samba, Steven Mapunda kama nilivyokwisha mueleza ni mchezaji huyu beki ambaye anatakiwa pale mitaa ya Msimbazi. Tajiri Mo yuko tayari kumwaga fedha kwa ajili ya kumpata mchezaji huyu ili aje ashirikiane na viongozi wa klabu hiyo chini ya mwenyekiti Mutaza Ali Mangungu kwa ajili ya kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kufikia malengo yake chini pia ya mwamba kweli kweli kwenye benchi la ufundi kwa maana ya Suleiman Matola. Mimi sina la ziada na sina mengi sana. Mimi nimemleta huyu mwamba, nataka pia uwajuze watu ni mchezaji wa aina gani. Lengo ni kuambia anafananaje, nini hasa ambacho atakiongeza ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Steven Mapunda, ni kuambia tu ya kwamba Ndongani Samba anatakiwa Simba. Chambua. Bwana. Of course ni kwamba kwa sasa mezani katika daftari la Steve Barker ambaye ni kocha mpya wa Simba Sports Club limekuja jina la Ndongani Samba Gilban ambaye huyu wengi sana hupenda kumuita Samba Oneli Ndongani. Umeelewa vizuri? Chuma iko. Wanapenda sana kumuita kwa jina hilo. Ni beki ambaye mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kulia, anatumia mguu wa kulia kama kwenye matumizi ya mpira, mguu wa kushoto kwa ajili ya kupandia kitandani. Lakini pia kuwa ni beki ambaye ana historia pia ya kuweza kufunga. Tunakumbuka Simba mchezo wa mwisho kumalizika wamefungwa na beki. Kwa hiyo sifa ambayo alikuwa amefungwa na beki na ubeki ambao anamhitaji pia ana sifa hiyo za kufunga. Kwa sababu katika maisha yake ya soka mpaka hivi sasa ametupia magoli 3. Goli moja aliweza kulifunga akiwa Asante Kotoko. Tena amefunga katika michuano ya mwaka 2025 2026. Tafsiri yake ni kwamba msimu huu tayari ameshafunga goli. Na ukitafuta jumla ya maisha yake ya soka yani wanasema kimaalum au kitaaluma. Yani unaweza kusema kwamba maisha yake yote kafunga magoli 3. Utauliza kwamba bwana mbona alipokuwa shule ya msingi alifunga, mbona sekondari alifunga, mbona kidaja la 3 alifunga. Tunazungumzia ule urasmi sasa kwenye kuchezea sini ya timu. Mpaka hivi sasa na magoli 3 akiwa kama center back. Ni unajua kabisa kwamba kwa mtu ambaye anacheza nafasi ya ulinzi kuweza kufunga si sana ya rahisi, ni sana ngumu zaidi kabisa. Huwa mara nyingi sana kufunga kwao wanategemea kwenye set pieces, either inapigwa faulo karibu na eneo ambalo yeye anaweza kasogea au inapigwa kona, umeelewa vizuri, kwenda kugombania. Mara nyingi sana huwa magoli yao ya namna hiyo, na ni mara chache sana itokee kwamba kipa aweze kuanzisha pasi fupi alafu achungulie golini aone kipa amesogea katika eneo ambalo lango liko wazi afunge mpira wa moja kwa moja. Kwa hiyo ni mara chache sana kuweza kupata hizo nafasi. Kwa hiyo hata kwa goli 3 ambazo ameshazifunga mpaka hivi sasa sio za kuzibeza, ni goli nyingi kweli kweli kwa mtu ambaye anacheza kwa nafasi ya kuzuia. Kwa sababu unaweza kumaliza mabeki anaweza kumaliza hata misimu miwili wasiwe na goli. Tulishuhudia hapa mtu kama Ahmed Aucho ameishi Yanga takriban kwa misimu 4 akiwa ndani ya Young African. Yanga wamepata mafanikio ya kuchukua kombe kwa misimu yote 4, si ndio? Yeye akiwa ndani ya Yanga, lakini hakuwahi kufunga goli mpaka msimu uliomalizika wa mwaka 2024 2025 ndio aliweza kufunga goli katika dakika 90. Ukiondoa goli katika mikojo ya penalti, lakini tunasema zile dakika 90 za kuchezwa hakuwahi kufunga za kuhesabu. Za kuhesabu. Hakuwahi kupata goli. Kwa hiyo huyu ni kiungo ambaye ni kiungo mkabaji na kwa asili yeye ni kiungo mchezeshaji wa juu, kiungo attacking midfielder, lakini walaisishie watu waambie namba 8 lakini kwenye matumizi alikuwa akitumia kama namba 6. Lakini unakuja kuona kwamba ugumu ambao alikuwa kukutana nao kufunga goli ilikuwa ni tatizo. Kwa hiyo hata kwa beki pia kuja kufunga sio jambo rahisi kabisa. Kwa huyu mchezaji ambaye Simba wanamhitaji Ndongani Samba Gilban, ni raia kutoka pale nchini Kongo.
na umri wake pia unasadifu kabisa kutakiwa na klabu kama ya Yanga. Amezaliwa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2000. Kwa hiyo ina maana mpaka hivi sasa 2026, lakini tunazungumzia bado hajatimiza ile birthday maalum. Maana ana miaka 25 kamili. Umeelewa vizuri? Ikifika mwezi wa pili mwaka huu anakuwa na miaka 26. Kwa hiyo ukiangalia kwa umri huo, kwa mtu ambaye anacheza eneo la kiulinzi, bado anaweza akatumika zaidi, unaweza ukamtuma zaidi kwenda kutimiza majukumu, kwa sababu Simba katika center back line pale ukiangalia wanamkosa beki ambaye anaweza akajitoa hadi katika toni lake la mwisho, kwa maana ya kwamba kufanya vurugu mechi, kumlinda namba 3, kumlinda namba 2. Simba beki huyo wanamkosa. Wanaye Rushaine De Reuck ambaye huyu kwa asili ni beki wa kutulia, ni beki namba 5, ni beki mtulivu, ni beki wa kugawa majukumu. Wewe nenda pale, wewe simama hapo, wakati yeye anafanya coverage sehemu ambazo zina mashimo. Pia wanaye Chamuka Rabwa naye pia kwa asili ni namba 5 pase, kwa sababu hana speedi, ni mtu ambaye anatakiwa kuwatuma watu, lakini pia urefu wake unambeba zaidi akiwa anasimama kama beki wa mwisho. Lakini kutokuwa na speedi ndio inamuondoa sifa zaidi ya kutokuwa namba 4. Kwa hiyo naye pia ni namba 5. Ukija kwa Wilson Nangu kinachombeba ni age yake, energy aliyokuwa nayo, umeelewa vizuri? Na ndio namba 4 ambayo Simba wanamtegemea. Sasa ukiangalia kwa namba 4 ambao wanaitegemea kwa Wilson Nangu pale pia anahitaji aweze kupata changamoto ya professional player ambaye anaweza akacheza katika eneo lake, ili yeye aweze kuichanganua kipaji chake kiweze kukua zaidi. Hii ilimsaidia Diobu alipokuwa anakuja Young Africa, alikutana na mtu kama Lamine Moro. Ilimsaidia pia Bakari Nondo Mwamnyeto. Ilimsaidia zaidi. Kama unakumbuka Yanga kuna kipindi paka walimleta beki la Chani. Hii yote ni kwa sababu gani? Ili kuja kuchangamsha katika eneo la nyuma pale, ili kuweza watu kutengeneza changamoto zaidi. Na ndicho hicho ambacho tunakiona kwa Simba wanahitaji kukitengeneza kwa Wilson Nangu. Lakini hata kama Wilson Nangu ataweza akacheza kama namba 4, Wilson Nangu amepata majeraha ya kudumu, nani atakuja kureplace? Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuweza kumtafuta mtu ambaye anaweza akasimama hapa kama mkombozi pale ambapo tunaweza tukakosa msaada. Kwa hiyo ujio wake unawezekana ukawa ni ujio wa msaada zaidi kwa upande wa Simba Sports Club, na dau lake ni dau ambalo Simba wanaweza kulimanage kabisa. Ni dola 150,000 ambazo hizo ni kama milioni 200 na kitu kwa fedha za Kitanzania, ambazo tukiangalia inawezekana kabisa kwa Simba Sports Club kuweza kuafford hicho kitu, na anachezea Asante Kotoko. Unaelewa vizuri? Asante Kotoko inapatikana nchini Ghana kwa faida ya watu ambao hawajawahi kuisikia ndo wanaisikia. Ipo nchini Ghana na kwa kipindi cha hivi karibuni imepotea sana kwenye ramani ya soka la ushindani katika michuano ya Afrika. Lakini mara nyingi sana wamekuwa wakishiriki michuano ya CAF Confederation Cup kabisa. Kwa hiyo ana experience hiyo, ni raia wa Kongo, anachezea Ghana katika klabu ya Ghana, anatakiwa Tanzania. Unaona ni kwa namna gani ana experience ya kucheza nje ya taifa lake la kuzaliwa. Kwa hiyo hata akija Tanzania pia haitakuwa kwake ni jambo la kushangaza zaidi. Kwa unajua inakuwa inaleta shida, mchezaji amezaliwa katika taifa fulani, anatakiwa taifa lingine for the first time ndo anakwenda kutumikia nje ya taifa lake, kidogo inakuwa ina changamoto. Lakini kama kuna mchezaji ambaye ameshaishi nje ya taifa lake kwa misimu zaidi ya 3, afu anatakiwa tena taifa lingine, anakuwa na experience ya kutosha. Kwa upande wa Simba katika eneo hili watakuwa wamepata jambo kubwa na litakuwa linawasaidia zaidi, hususan katika eneo la kujilinda bwana sisi. Wale hivyo ndivyo ambavyo leo kwenye buku langu hili, kwenye kitabu changu bwana, nimejaribu kutazama pale Simba, nikakutana na Ndongani Samba, mchezaji huyo ambaye anatajwa kweli kweli ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Taarifa zikufikie mwalimu wa Simba, yeye amependekeza dirisha hili dogo la usajili waongezwe wachezaji 5 ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho cha Wekundu Msimbazi Simba, ambao makao makuu yake ni pale mtaa wa Msimbazi Kariakoo, Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. Je,
Wangapi wengine wataungana na hiki chuma ndongane samba? Ni swala la muda. Cha kufanya bwana, endelea kuwa nasi sako kwa bako ili uendelee pia kusirelea matangazo yetu jadidi kweli kweli, yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa pia yanapewa nguvu kubwa mno na Vini Nkolomboka, kinywaji bora ambacho kiko sokoni, kinywaji ambacho kinatengenezwa kwa kutumia vitu vya asili na wala si makemikali. Hapa utapata testi halisi kabisa iliyochanganywa na tangawizi, bila kusahau asali na mambo kadha wa kadha. Kinywaji hiki bwana kinafanya upate energy, nguvu ya kutosha, lakini kinywaji hiki pia ni kizuri kwa sababu testi yake ni mulua kweli kweli. Hiki hakijawahi kutokea. Fika dukani, agiza Vini Nkolomboka, ugonge uenjoy. Na ndio maana tunasema Vini Nkolomboka, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Steven Mapunda, ninafikiri kwa hapa inatosha. Tukutane tena wakati mwingine kwa ajili ya kuwasogezea wanaotufuatilia matetesi mbalimbali. Taarifa ziko nyingi kweli kweli. Tukirejea hapa tena utapana na taarifa ya Simba tena lakini hii si nzuri. Hii tutakayopana nayo baadaye ni Simba na Yanga. Kuna mmoja anataka mbomolee timu mwenzie kabisa. Mimi naenda. Basi na mimi nikimbia sije nikarushwa mawe. Inatosha.